Karibu kwenye sehemu ya kwanza ya simulizi yetu mpya kabisa ambayo wewe na mimi ndio tunaenda kuifungua leo. Yaani ni kama ni kitabu, basi tunaenda kutoa maganda, tunachana shwa, alafu kwa pamoja tunaanza kuifuatilia. Msimulizi wako naitwa Karen Steve ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026. Twende pamoja tukapate kwanza sehemu ya kwanza ya simulizi yetu ambayo jina la simulizi nilipata ujauzito wa jini ndotoni na kuja kukutana naye live baada tu ya kujifungua. Twende pamoja tukapate kufahamu ilikuwaje na mwisho wake utakuwaje. Karibu. Bila kusahau, msimulizi wako naitwa Karen Steve ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026. Enjoy. Katika maisha yangu niliwahi kusikia ukiota unafanya mapenzi usingizini, ni wazi kwamba unafanya mapenzi na jini mahaba. Katu hilo sikuliamini, kwa sababu kwanza nilikuwa siamini kabisa uwepo wa majini katika hii dunia. Mara zote nilikuwa nikisikia habari za majini, nilikuwa naona kama hadithi za kufikirika tu, zisizo na ukweli wowote. Lakini mwisho wa siku nilikuja kuamini baada ya kubeba ujauzito bila kukutana kimwili na mwanaume. Najua unataka kufahamu zaidi kuhusu mkasa huu. Ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho ili kufahamu. Kilikuwa ni chumba kizuri sana chenye mwanga hafifu wa taa nyekundu. Pembeni yangu alilala mkaka mzuri wa Kiarabu ambaye alikuwa kifua wazi na chini alivalia boxer tu. Kwa upande wangu nilikuwa mtupu kama nilivyozaliwa, huku viganja vya mikono yangu vikitalii juu ya kifua kipana cha mwanaume huyo kilichojaa love garden. Taratibu nikawa nachezea nywele zile kifuani kwa mtindo wa kutekenya, huku macho yangu yakiwa yamelegea sana kwa mahaba. Mkaka yule wa Kiarabu alinipa busu, kisha aliendelea na yeye kufanya ziara ya mikono kwenye mwili wangu. Iliniongezea ile hali ya kutaka kufanya tendo la ndoa. Alipoona nimelegea kabisa, macho mithili ya sungura aliye na usingizi, basi moja kwa moja alianza kufanya mambo mengine zaidi kwenye mwili wangu. Nilianza kusikia msisimuko wa ajabu. Akaendelea kunipagawisha, na baada ya kufanya mambo yote, kiukweli nilianza kuzidi kupata ile hamasa ya kuendelea kutaka kufanya. Sikukaa sawa, akaendelea kuchezea mwili wangu. Kiukweli alijua namna ya kutumia mkono wake vizuri na kuendelea kucheza na kila kiungo kwenye mwili wangu. Hapo kaka yule akaendelea kufanya mambo yake na mwisho wa siku akawa amemaliza kabisa. Kwa jinsi alivyokuwa anauchezea mwili wangu, kiukweli nilizidi kuchanganyikiwa. Kaka Mwarabu hakutaka kabisa kuniachia. Aliendelea kufanya utundu wake takriban dakika 40. Nilikuwa na kigugumizi, kumbe nilikuwa nagugumia kwa sauti kabisa. Ila istoshe chumba changu kilikuwa karibu na chumba cha baba na mama. Basi mkaka Mwarabu alipofikia hatua ya kumaliza, tulikumbatiana kwa nguvu sana. Alafu alipiga kelele kwa nguvu. Nilipiga kelele na kushtuka ghafla baada ya mlango wangu kugongwa kwa nguvu sana. Usingizi wote ulikata. Ajabu, niliponyanyuka kitandani kwenda kufungua mlango, nilishangaa kuona zile mbegu za mwanaume nyingi zinachuruzika kwenye mapaja yangu. Nilijifuta huku nikiwa nimeduaa, kisha nikasema, acha nifungue mlango kwanza nimsikilize huyo anayenigongea, kisha nije kujikagua vizuri.
Nilipofungua mlango, uso kwa uso nilikutana na baba. Mkononi alikuwa ameshika panga. "Wewe Zulea, uko na nani huko chumbani kwako?" aliuliza baba huku akiwa amekunja uso wake ndita. Tena ile ilikuwa ni ishara ya kwamba alikuwa na hasira sana. "Niko peke yangu baba." "Unajikolesha nini? Unajua mtoto, unaniona kama baba yako ni mjinga sana. Mimi nimeona jua kabla yako. Sema uko na nani?" aliniuliza baba kwa kufoka. Wakati nasuasua kujibu, alininasa kibao. "Mtoto mjinga sana. Umeanza kuleta wanaume hadi ndani. Alafu unasema uko mwenyewe? Na hiyo sauti ya kiume ilikuwa nikisikia ni ya nani?" aliuliza baba huku akiingia ndani ya chumba changu. Swali hilo likazidi kunishangaza kwa sababu ni kweli nilikuwa naota, na yule kaka wa Kiarabu alikuwa ananiuliza wakati alipokuwa anafanya shughuli zake kwenye mwili wangu. Nilikuwa namjibu na mimi. Tena wakati mwingine nilikuwa namwambia nakupenda mume wangu. Alikuwa ananiuliza na mimi nilikuwa najibu. Sasa kitendo cha baba kusema alimsikia mtu akiongea wakati ilikuwa ni ndoto kiliniacha mdomo wazi. Nikamwona kama ni mwongo, lakini baada ya kumtafuta huyo mwanaume chumbani kwangu na kumkosa, alinipiga sana. Nikamuuliza, "Baba, unanionea bure. Kama umemsikia huyo mwanaume ananiongelesha, alikuwa anaongea maneno gani?" Ajabu, baba aliyesema maneno yale yale ambayo yule mkaka wa Kiarabu alikuwa akiniambia kwenye njozi. Hapo nikazidi kuchanganyikiwa na nikajiuliza, ina maana nilikuwa naota au ni tukio la kweli ambalo lilifanyika kichawi? Hakika nilishindwa kupata jibu, na licha ya kumwambia baba yangu pamoja na mama kwamba nilikuwa naota, hawakuamini. Walizidi kunichukia na kuniona ni mwongo, na hatimaye walinifukuza nyumbani kwa madai kwamba nimewadharau kiasi cha kuleta mwanaume ndani kwao. Kiukweli niliondoka nyumbani na kwenda kuishi kwa rafiki yangu Rahma yule, au mara nyingine tulikuwa tunapenda kumuita Ramla, ambaye alikuwa na gito lake. Nikamwomba niishi naye. Ajabu sasa, huku kwa rafiki yangu ndio kulikuwa kuna kizaazaa kingine kipya. Ramla niliaga kwamba anaenda kwao. Kiukweli baada ya kufukuzwa kutoka nyumbani kwa wazazi wangu kwa kutoniamini kwamba ile sauti nilikuwa naisikia nilikuwa naota chumbani kwangu ilikuwa ni ndoto tu, wala sikuwa na mwanaume, wao walisadiki kabisa kwamba nilikuwa na mwanaume. Tena wakasema walisikia sauti yake, kwa wakaamua kunifukuza, na mimi nikaamua kuhamia kwa rafiki yangu Ramla ambaye alikuwa na gito lake. Siku ya kwanza kulala na Ramla wala sikuota chochote. Siku ya pili sasa, ambao ndo siku hiyo Ramla aliniaga kwamba anaenda kwao kusalimia mama yake ambaye ni mgonjwa. Yeye atalala, kwa mimi nitakuwa peke yangu na atarudi asubuhi. Tulikubaliana kaondoka. Usiku sasa akaja yule kijana wa Kiarabu. "Asalamu alaikum Zuleka." Alinisalimia. "Wa alaikum salam." Nilimjibu, "Kwanza nisamehe mimi. Najua mimi ndo nimekusababishia majanga mpaka ukafukuzwa kwenu. Nisamehe sana Zu, ila yote 9. Leo nimekuja kwa swala moja tu. Kesho asubuhi nenda kwenye fuko za Raskazoni. Kuna sehemu lipo jiwe limechorwa machata machata. Chini ya hilo jiwe utakuta kibegi cha pesa. Hizo pesa zitumie kujenga nyumba yako pamoja na kununua fanicha za ndani. Mimi nimefanya tu kusudi kutokana na wazazi wako ili ujitegemee Zulea. Umeshakuwa, hauna haja tena ya kubanwa na wazazi wako. Mimi Amrabat nitakusaidia kimaisha kwenye kila hatua, au unasemaje?" Aliniuliza. "Inshallah, ikawe heri Amrabat." Nilijibu huku nikipata tabasamu, yani nilikuwa na tabasamu kabisa. Amrabat akaanza kunipa tena busu kwenye lips zangu. Baada ya pale alianza shughuli yake ile ile ya kuanza kuchezea mwili wangu, na mwisho wa siku alitoa nguo zake na zangu pia. Niligugumia kisha Amrabat
akaendelea kufanya mambo mengi, nami sikutaka kuwa nyuma kama mkia wa kondoo. Nikaendelea nami kumpa ushirikiano. Kiukweli ilikuwa ni hali ambayo hata sielewi niseme nini. Wanakwambiaje? Mpe mwanamke pesa naye akupe hadi alivyovificha kwenye ule uvungu wa akili yake. Hapo nikaonyesha ile hali ya kushirikiana naye, tena kwa kila aina ya kusudi, ili tu asije kuniacha. Mwisho wa siku nikaanza na mimi kufanya yale mambo nilikuwa nayaona kwenye TV, wala hata sikuwahi kufanya kwa mwanaume mwingine, lakini mbele ya Mrabat sikuwa na ujanja. Basi baada ya kufanya hayo yote, mwisho wa siku akaweza kufanya kile ambacho alikifanya mara ya kwanza. Amrabat akaanza kunipa yale mambo ya kikubwa, kiasi kwamba nikawa napiga kelele za kilio kile cha kusikia raha kwa nguvu, lakini ghafla nikawa natikiswa. Niliposhtuka na kufumbua macho, alikuwa ni rafiki yangu Ramla. Nikashangaa sana na kujiuliza, mbona aliniaga anaenda kwao? Leo ilikuwa ni ndoto bwana. Zulea, hivi una matatizo gani? Unajua nimekuangalia toka muda mrefu sana ukiongea mwenyewe na kufanya vitimbwi, tena huku ukiwa umefumba macho. Umeanza kuvua nguo huku unaendelea kujichezea. Mara umefanya mambo mengi, unapiga magoti, unakaa mikao tofauti, unachukua kidole chako unaanza kujichezea na kwanza kujifanya vitu vya ajabu. Na kilichonifanya nikutikise ni baada ya wewe kupiga kelele. Nikaona kabisa utaamsha majirani. Una matatizo gani wewe? Aliniuliza Lamra. Nilikosa hata cha kujibu. Niliona aibu. Isitoshe mimi na Lamra tunaheshimiana sana. Nisamehe rafiki yangu. Ni ndoto tu mbaya nimeota. Nisamehe bure. Nilimwomba msamaha usiku huo, basi tukalala. Ila moyoni nikawa naongea pale peke yangu. Mbona mwaka huu nitakuwa chizi sasa? Si ajabu hii inaenda kuwa kwa ukubwa, na inaenda kuwa aibu kubwa sana. Haya, hiyo kesho nikienda ufukweni, nikakuta hicho kibegi cha pesa. Kweli, au ni zile ndoto unaota umeshika mipesa, ukiamka asubuhi roho inakuuma, maana huna hata 100 mbovu. Ila wacha papambazuke, nitajua. Basi bwana, kulipokucha nilidamka mapema kabisa, sikumwaga Lamra, nikaanza mwendo kuelekea kwenye fukwe za Raskazoni. Nikafika kwenye hilo jiwe lenye machata. Asubuhi hiyo nilipoangalia kwa chini, kweli nikaona kibegi cheupe. Haraka nikakishika na kukifungua zipo kubwa. Mezeni mate kwanza, msije mkapaliwa na utamu bure wa hii simulizi. Kiukweli haraka nikakishika kile kipochi tena, nikakifungua zipo kubwa. Macho yangu yalikaribishwa na noti nyekundu tupu. Nilianza kuhesabu mpaka nikachoka. Basi bwana, nikarudi zangu nyumbani kwa rafiki yangu Ramla. Nikamkuta analalamika tu, hana hela ya kupika, mara kazini kwake hakuna wateja. Bila kupepesa macho au kujingatangata, nikaingia kwenye kibegi changu na kumchapa 1,000,000 kavu. Usijali rafiki yangu, maisha ni kusaidiana, chukua hii kusaidie. Nilimwambia wakati huo Ramla alikuwa amekodoa macho, haamini kabisa anachokiona. We Zura, hizi pesa umetoa wapi? Unajua unanishangaza wewe, aliuliza Ramla. Shoga yangu, hii inaitwa kulala maskini kuamka tajiri. Nimepata danga, yaani kiukweli limelewa, limenimwagia mipesa, acha tu. Ilibidi nimwambie hivyo ndivyo inavyotakiwa. Ukimpata boya wako, serereka naye mpaka mwisho, yaani uhakikishe unambakizia vumbi mfukoni, aliniambia Lamra. Basi tukacheka kwa furaha sana. Siku hiyo Lamra alinunua kuku, tukapika, yaani mwendo wa kujilamba tu. Wala sikumwambia Ramla nina pesa kiasi gani, nilimficha kwa maana si binadamu. Rafiki wa kweli ni
nafsi yako tu. Hakuna mtu anayependa mafanikio ya mwenzake, kwa nilianza kumficha. Basi kesho yake nilienda kutafuta madalali wa viwanja na kuweka mafundi wa ujenzi. Ndani ya wiki moja tayari nilishapandisha mjengo wa maana. Nilinunua kila kitu ndani bila hata kumshirikisha mtu. Basi asubuhi moja nikamwambia Lamra, shogangu, unisindikize kwangu. Nilimwambia Lamra akashangaa sana. Kwako? Kwani umepanga? Na umepanga bila kunishirikisha? Aliniuliza Lamra. Sio nimepanga, nimejenga. Nilimwambia hapo nikazidi kumshangaza kabisa. Acha basi masiara bwana, umejenga? Lini na saa ngapi? Aliniuliza Lamra. Tusiandike mate, angali wino upo, acha ukapone kwangu. Nilimwambia basi tukaondoka hadi kwangu. Lamra kuamini macho yake alipoona ule mjumba. Alinipongeza lakini usoni alionekana ana wivu balaa. Basi bwana, kutokana na ukubwa wa nyumba yangu niliweka wafanyakazi wa ndani na nje. Hapo nikaanza kuishi nao. Siku moja alikuja mwanamke mmoja wa Kiarabu, alijitambulisha. Asalamu alaikum. Dada, mimi naitwa Milfat. Nimekuja kukuonya. Yaani kwa upendo, naomba tu uachane na mume wangu. Alisema yule dada. Mume gani? Hapa duniani hakuna cha peke yako, shosti upo. Cha peke yako labda kaburi tu. Nilimwambia, lakini kabla sijakaa sawa alinishushia kofi zito la shavu ambalo liliniachia alama ya vidole shavuni. Damu zilikuwa zinatoka puani. Wakati nataka kuongeza kingine, nilipiga yowe. Nilikuja kushtuka baada ya kugongewa mlango na mfanyakazi wangu, dada wa kazi Regina. Lo, kumbe nilikuwa ndotoni, lakini ajabu zile alama za vidole zilikuwa shavuni. Na shuka nilikuwa limelowa damu. Bosi, kulikoni? Aliniuliza Regina. Acha tu Regina, nimeota ndoto mbaya sana. Mbona shavuni una alama za vidole? Isitoshe shuka limelowa damu. Regina aliniuliza, alizidi kunipeleleza. Tuiache hayo, unaenda kalale, mimi niko sawa. Nilimwambia na Regina alienda kulala na mimi nikaenda kujisafisha, kisha nikaondoa mashuka yenye damu kitandani kwangu. Nikarudi kulala ndipo akaja Amrabat. Asalamu alaikum Zulea. Wa alaikum salam. Nilimjibu huku nikiwa nimenuna. Pole sana kwa changamoto uliopitia mke wangu. Yaani mwanamke wangu, nisamehe sana. Najua mke wangu amekupiga, ila nitajua namna ya kumdhibiti. Usiwe na shaka. Aliniambia Amrabat na kunibembeleza kwa maneno matamu kama asali hadi nikapoa. Basi tukaanza tena ule mchezo wetu siku zote. Akafanya anachoweza. Akaanza kufanya mambo yale ya kikubwa. Alinipeleka hatari. Alipokaribia kufika kabisa kwenye kile kilele cha furaha, alinikumbatia kwa nguvu sana. Akafanya mambo yake huku akiima sana na kusema, Zo, wewe kwa sasa ni mke wangu na tayari nimeshakupa mamba. Basi kuanzia kesho nitakuwa nakula hapa kwako, na chakula changu ni nyama za watoto wachanga. Hakikisha unafanya hivyo, alisema Amrabat. Jamani, Amrabat, mimi nitapata wapi watoto wachanga? Nilimuuliza. Lazima ufanye hivyo, ole wako nije nikose, alisema huku akiondoka, na ndipo nikashtuka usingizini. Kumbe ilikuwa ni ndoto, lakini iliniachia maswali mengi kichwani. Kiukweli nilikuwa katika hali ya sintofahamu. Niliwaza sana na mwisho wa siku sikujua hata nafanya nini. Tayari amesema anapenda kula nyama za watoto wachanga, na hilo ameniachia mimi maagizo. Yaani atakuwa anakuja kulala kwangu na atakuwa anakuja kula kwangu pia. Akija akute hizo nyama za watoto wachanga. Niliwaza sana. Kiukweli nilikosa hata majibu. Nilijaribu kujikoolesha labda nihisi labda ni jambo tu la kawaida, kumbe hapana. Nilimuuliza na alinisisitizia lazima nifanye hivyo. Alisema huku akiwa anaondoka, na ndipo nikashtuka usingizini. Ilikuwa ndoto.
lakini bado iliniachia maswali kwa sababu mambo yaliyonitokea ndotoni mara nyingi huwa ya kweli. Nikawa najiuliza, hivyo vitoto vichanga navipata wapi mimi kila siku, na itakuwaje akija kukosa anachotaka? Maana alinitisha kwamba aliniambia ole wangu aje alafu akose. Ama kweli nimeamini kwenye dunia hakuna cha bure, na nimeamini maneno ya wahenga waliposema vya bure vina madhara. Hakika niliwaza mpaka nikahisi kichwa kinataka kupasuka. Basi bwana, kulipokucha niliendelea na mambo yangu, wala sikujali. Ujasiri wa kusema nikaiba watoto vichanga popote pale, ili mradi ya Mrabat ale anachokitaka. Niliamua kusubiri akija nione itakuwaje, atafanya nini, na mimi moyoni tayari nilishakata shauri kwamba akija nimweleze tu, sitaweza kufanya atakacho. Kama ataweza kula chakula cha kawaida ni bora tu ale, lakini kama ataweza basi bora tuachane. Kumbe nilikuwa najidanganya mwenyewe. Hatimaye usiku uliingia, tukakaa mezani na wafanyakazi wangu tukala chakula cha usiku. Baada ya hapo kila mmoja alienda chumbani kwake kulala. Kama kawaida Mrabati alinijia. Asalamu alaikum binti Sulea. Alinisabai kwa bashasha. Walaikum salamu mume wangu Mrabati. Vipi siku yako imekuwaje? Nilimuuliza. Njema sana kipenzi changu, hofu kwako. Alhamdulillah, nashukuru siku yangu imeisha vizuri mwandani wangu. Nilimjibu kwa maneno yaliyojaa upendo na kumfanya uso wake uchanue kwa tabasamu pana. Inshallah nafurahia kusikia hivyo. Vipi chakula kipo? Acha nikutengee mezani la azizi wangu, au unaoga kwanza? Nilimuuliza. Hapana, nilishajiswafi mwili nilipotoka. Basi nikanyanyuka na kwenda kupata muda kupakwa chakula. Kumbuka hapo nipo usingizini, yani naamka kitandani na kwenda jikoni kupakwa chakula, mithili ya wale watu wanaoota hadi wanaotoka nje. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwangu. Nikaenda jikoni na kupakwa chakula, wali na nyama, kisha nikamletea Mrabat. Alikunja uso kwa ghadhabu sana. Nini unanifanyia Zulea? Mbona upiki chakula ninachokitaka mumeo? Jana nilikwambiaje? Alianza kunigombeza Mrabat. Jamani mume wangu, hilo sitoweza. Kwanza kwetu sisi binadamu kuiba watoto wachanga ni kosa la jinai, na pia sisi binadamu hatulagi watu. Zulea, mimi ni jini. Una uwezo wa kupingana na nitakalo. Utafanya bila hiari, utajikuta tu unalifanya. Kwa unajidanganya mke wangu. Ni heri ufanye kwa hiari yako kuliko usubiri nikushurutishe. Itakugharimu nakwambia. Mrabat alizidi kunitisha. Siwezi, nakwambia siwezi. Nilizidi kumkatalia. Naona unielewi, unataka ufanye kwa kushurutishwa. Nimekueleza itakugharimu. Alizidi kunisisitizia Mrabat, na mimi nilizidi kumkatalia, lakini ghafla nikashangaa unatoka mwanga mkali kwenye macho yake, mithili ule mwanga wa kuchomelea. Mwanga ule nilipiga machoni, nilijikuta nalewa na kufuata maagizo ya Mrabat. Siwezi kulala na njaa Zulea. Naomba nenda hospitali usiku huu. Kuna mama wamejifungua. Ukaniletea mtoto mchanga nile, sawa? Nilijikuta navaa baibui langu na kikapu. Nikachukua nikabu yangu kusudi nisionekane. Nikaanza mwendo kuelekea hospitalini. Yani nilikuwa nafanya bila hiari yangu. Nikaingia kwenye chumba ambacho manesi huwa wanahifadhia watoto. Sikutaka kuchelewa. Niliokota kitoto kimoja, lakini ile natoka tu kwenye chumba kile, ghafla nilisikia jambo ambalo kiukweli lilinipa mshtuko. Nilishtuka na sikujua nini cha kufanya. Haya, hiyo ndo kuanza sehemu ya kwanza. Naamini una maswali. Unadhani alikutana na kitu gani Zulea? Kwa kupata majibu ya maswali, tukutane kwenye sehemu ya pili ya simulizi yetu. Usisahau, hii ndo kwanza imeanza na hii ni kwa ajili yako. Maswali ni mengi, hata mimi nina maswali kama ulionayo wewe, lakini kwa kupata majibu tukutane kesho kwenye sehemu ya pili ya simulizi yetu. Usisahau tu, msimuliaji wako naitwa Karen Steve, ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026, na hii channel kama ni mara ya kwanza kukutana nayo bado hujasubscribe, basi usichelewe subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele.
utanishukuru baadaye. Lakini kama tayari umefanya hivyo, basi usisahau kulike, kushare na kucomment. Nisiwe mwenye maneno sana. Kwa sasa hivi nikwambie tu bye. Tukutane kwenye sehemu ya pili.